Kombe la dunia bado halijaanza, lakini vitu vingi vya ajabu vimetokea. Marekani, watu 9 wamejeuliwa kwa risasi karibu na eneo la kambi ya mazoezi ya timu ya taifa ya Uingereza. Timu ya taifa ya Japani huko Mexico ilibidi wabadilishe uwanja mara 2 kwa siku 2 kwa sababu ya hali ya uwanja ilikuwa haipo shwari. Yani uwanja hauna vigezo vya kombe la dunia, yani uwanja umelikalika, yani una mashimo. Kwa hiyo ilibidi wabadilishe uwanja, na sio wao peke yao tu, hata England Harry Kane pia amelalamika, anasema uwanja huko shwari kabisa, yani ukipiga mpira ufiki mbali, yani sio kama kule kwetu tulivyozoea uwanja ambao ni classic. So ukipita mtandaoni unaona picha kibao za uwanja zikiwa zimepostiwa kama unavyoona hapo, chaki zimechorwa tu ovyo, hazijapimwa, hazijaangaliwa vizuri, yani uwanja haupo classic. Na hiyo ni mechi za kirafiki tu. Je, World Cup itakuwaje? So let us wait. Timu ya taifa ya Switzerland wamepewa warning, wamepewa tahadhari kwamba eneo waliopo la training limezungukwa na nyoka wakali, nyoka wenye sumu. So wawe makini sana, wasizunguke kwenda nje, sio kwenda wapi. Yani wakae hapo wafuate protocol, maisha mengine yaendelee. So ukiangalia mazingira waliopo hawa wachezaji sio mazingira mazuri, ni mazingira hatarishi kiukweli. Na hizo ni mechi za kirafiki tu, bado World Cup wachezaji wameanza kucomplain, makocha wameanza kucomplain, sio mazingira mazuri. So FIFA mnacha kuimprove hapa. Mazingira sio rafiki. So let us wait for more for World Cup. Sijui itakuwaje, sijui itaendaje. I'm for the Wizard. I'm sign out.